simulizi ya kutisha inayohusu siri nzito iliyojificha chini ya ardhi tunayokanyaga. Inaitwa Mwangwi wa Giza. Mwangwi wa Giza. Katika kijiji cha mbali cha Namanga, kulikuwa na mlima mmoja ambao wenyeji waliamini kuwa hauna kilele. Mlima huo ulioitwa Mlima wa Kimya, ulikuwa umefunikwa na ukungu mzito wa kijivu mwaka mzima. Hakuna ndege aliyethubutu kuruka juu yake, na hata upepo ulipopita hapo, uligeuka kuwa mlio wa vilio vya chini kwa chini. Elias, kijana mmoja mjasiri na mwanasayansi wa mambo ya kale, aliamua kuvunja mwiko huo. Aliamini kuwa hadithi za majini na mapepo zilikuwa ni mbinu za wazee kuwazuia watu wasigundue madini ya thamani. Alianza safari yake alfajiri. Alipofika katikati ya mlima, aligundua pango lililokuwa limejificha nyuma ya maporomoko ya maji yaliyokuwa yakitiririka damu badala ya maji. Angalau ndivyo ilivyoonekana kwa rangi yake nyekundu iliyokolea. Kuingia katika tumbo la dunia. Elias aliwasha tochi yake. Mwanga ulipoangazia kuta za pango, hakuona mawe. Aliona macho. Maelfu ya macho madogo yaliyokuwa yakimtazama bila kupepesa. Hayakuwa macho ya wanyama, yalikuwa yamechorwa ukutani kwa ustadi wa ajabu, lakini kila alipopiga hatua, alihisi mboni hizo zikimfuata. Ghafla, joto lilishuka. Tochi yake ilianza kufifia ingawa alikuwa ameweka betri mpya. Katika ukimya ule, alisikia sauti, "Elias, mbona umechelewa?" Sauti hiyo haikutoka mbele wala nyuma yake. Ilitoka ndani ya kichwa chake. Siri ya dunia. Alipozidi kwenda ndani, alifika kwenye ukumbi mkubwa. Katikati ya ukumbi huo, kulikuwa na moyo mkubwa wa nyama uliokuwa ukidunda polepole. Nguvu ya dunda hilo ilitetemesha ardhi nzima ya kijiji cha Namanga. Kila moyo ule ulipodunda, Elias aliona picha za watu waliopotea kijijini hapo miaka ya nyuma. Walikuwa wamefungwa kwenye mishipa ya moyo ule, sura zao zikiwa zimeganda kwa maumivu ya milele. Dunia haikuwa sayari ya mawe na maji. Dunia ilikuwa kiumbe hai kinachokula. Sisi binadamu tulikuwa kama wadudu tu tunaoishi juu ya ngozi yake, na kila baada ya karne moja, kiumbe hicho kilihitaji chakula ili kuendelea kuishi. Mwisho wa Elias alijaribu kukimbia, lakini miguu yake ilikuwa imenaswa na mizizi iliyofanana na vidole vya binadamu. Alitazama chini na kuona ngozi yake ikianza kubadilika na kuwa kijivu, kisha kuwa jiwe. Alianza kuwa sehemu ya ukuta ule wa macho. Sauti ilisikika tena, safari hii kwa kicheko cha chini, "Karibu nyumbani. Wewe ndiye utakaokuwa jicho la 1001." Kesho yake, kijiji cha Namanga kilikuwa na utulivu wa ajabu. Jua lilichomoza, lakini wale waliotazama kilele cha Mlima wa Kimya waliona kitu kipya. Jiwe moja jipya lenye umbo la binadamu aliye